Na mtu ataniuliza kwa nini maaskofu wanazikwa kanisani? Maaskofu wanakuwa na hii pete. Hii pete hii ni kama mtu anavyoolewa. Mtu akiolewa hazikwi tena nyumbani, anazikwa kwa mume wake kwenye ukoo. Hiyo na askofu anaolewa, ni kama anaolewa, yani anakuwa na uhusiano wa karibu kule na kanisa. Ndio sababu maaskofu wanawazika ndani ya kanisa, wanawazika katika vyumba vya kanisa, kwa sababu wameunganika na kanisa, wameunganika na kanisa. Hiyo ndio sababu kubwa sana kwa nini wanazikwa katika kanisa. Karibu. Askofu Mkuu Novatus amefanyia Vatican miaka zaidi ya 30. Hivyo kwa kawaida aweza kuzikwa kule Vatican kwenye makanisa yao mazuri makubwa kule Vatican. Lakini tuliona akizikwa kule, ingawa ni heshima kubwa, lakini watu wa kule hawamjui kama tunavyomjua sisi. Hivyo tukaomba arudishwe. Tukaungana na familia tukaomba aje huku. Tunashukuru sana, wakamrudisha, wakamsafirisha kuleta huku. Sasa tazikwa katika hili kanisa kuu la jimbo la Bikira Maria wa Huruma. Na ni katika kanisa hili amezikwa Mwadhama Lauriani Kanairugambwa, ambaye ndiye kardinali wa kwanza Mwafrika, ndiye tunu ya Afrika. Na huyu alimpa jina la Rugambwa wakiomba na kutumaini kwamba atafuata katika nyayo za Rugambwa wa kwanza. Na kweli kwa sehemu kubwa amefuata katika nyayo zake. Na sasa atazikwa karibu naye. Na wa pili atakayezikwa karibu naye ni Askofu Nestori Emmanuel, ambaye ndiye aliyemfundisha, ndiye aliyemsomesha, ndiye aliyemtuma Roma, ndiye aliyempadirisha. Hivyo atakuwa na watu wawili ambao wamekuwa karibu naye katika maisha.